Tufanye vizuri. Hakika tuliweka game standard ya miaka 7 katika mashindano ya klabu bingwa barani Afrika. Tulicheza robo aiza klabu bingwa, tulicheza robo aiza shirikisho. Lakini kila jambo lilokuwa na mwanzo litakuwa na mwisho. Mwaka huu tukufanya vizuri. Na laiti wana Simba kama tunaamini kwamba mashindano yale sisi ndio maisha yetu na tunahitaji kurudi. Moja ya njia kuweza kuturudisha katika mashindano ya ligi NBC. Kwa hiyo akili yetu, nguvu zetu lazima tupeleke kwenye mashindano ya ligi NBC ili kuhakikisha kwamba tunafanya vizuri na tunarejea katika mashindano ya klabu bingwa barani Afrika. Shemikoi, unaiona Simba Sport Club ikizidi kuimarika kutokana na hii dirisha dogo la waliofanya kundi la Msimbazi Simba, hususan kwa baadhi ya nyota ambao wameonekana kwenye mchezo dhidi ya Atletico? Waswahili wanasema siku zote mwenye macho haambiwi tazama. Mimi naamini waandishi wa habari katika watu ambao wanafuatilia football nyinyi namba 1. Mmeiona Simba zidi iliyocheza Angola na nini? Na Petro. Mmeona focus ya wachezaji wa Simba, lakini mmeona maingizo mapya wachezaji wa Simba. Yanaleta matumaini. Leo hii kila mwana Simba ukimwona ndani ya nafsi yake anafurahi, anaona namna ambavyo anaiona Simba yake ile ambayo yeye anatarajia kuiona inakuja. Leo kama tulikuwa kwenye shimo kubwa la futi 180, tayari tumeshaweka ngazi, kila tukipanda mwanga unazidi kufanyaje? Kuonekana. Kwa hiyo mimi naamini imani imekuwa kubwa, matarajio yamekuwa makubwa, lakini moja ambalo naweza kusema hatuwezi kufanikiwa wana Simba endapo tusipokwenda kuzungumza kwenye kauli moja. Simba lazima tuzungumze katika kauli moja. Tuzungumze katika mbiu ya slogan ya Simba nguvu moja. Kwanza wana Simba lazima tutengeneze slogan ya kupendana wenyewe kwa wenyewe, lakini pili lazima tujitoe kwenye jasho na damu kuipenda timu yetu, tuisupport timu yetu kwa sababu tayari ndio tumeshaamua, nafsi zetu imeshatuongoza kwamba Simba Sports ndio timu yetu. Hakuna namna. Tuisupport ikiwa na jua, tuisupport ikiwa na mvua, tuisupport ikiwa mchana, tuisupport ikiwa usiku. Mimi naamini Simba haiwezi kufanya vizuri bila sisi. Na ndio maana wataalamu wa mpira wanasema mshabiki ni mchezaji wa 12. Kwa hiyo niwaombe sana wana Simba, kwa umoja wetu, kwa mapenzi yetu juu ya timu yetu, siku ya Jumatano tukutane katika uwanja wa KMC kwenda kuisupport timu yetu. Mikoi, mara baada ya mchezo kumalizika ule nimeona msemaji Ahmed Ally kumwagia maua Loemba na kusema kwamba ni miongoni mwa wachezaji wazuri ambao wamewapata. Umemtazama kwenye ile mechi, wewe unamzungumziaje? Loemba ni mchezaji mzuri. Na ndio maana management ya Simba wakamtafuta wakaingia naye contract. Lakini kwangu binafsi si Loemba tu. Wachezaji wote wapya waliosajiliwa Simba wamekuja kuongeza kitu kikubwa ndani ya Simba. Na msemaji anajua hilo, lakini aliulizwa kuhusu Loemba na ndio maana akajibu kujibu nani? Kuhusu Loemba. Lakini msemaji anajua kila ingizo jipya ambalo liingizwa katika Simba Sports ni ingizo bora. Na ndio maana kazi iliyobakia kubwa ni kwetu sisi tu, mashabiki wa Simba, kwenda kuisupport Simba. Kisugu, kwa namna moja au nyingine, pengine haya matokeo ambayo mliowapata sale ya 1-1 inaenda kupunguza lile vuguvugu la baadhi ya wana Simba kuwa huku huyu huku. Siamini kama inakwenda kupunguza kwa sababu Waswahili wanasema kwenye wengi kuna mengi. Na kuna jambo moja ambalo niwaambie waandishi wa habari. Wafikisheni wasikilizaji wenu na watazamaji wenu. Familia bora ni ile ambayo inaopishana kimawazo. Familia bora ni ile ambayo inapishana kimawazo. Kama wewe una familia zaidi ya watoto 4 au 5 kwenye nyumba, watoto hawakupi changamoto yote kama baba, basi amini kwamba huna watoto, una maboya. Hata Yesu kwa mujibu wa Biblia alipata changamoto kwenye wanafunzi wake 12. Aliposema angalia sasa yu saa yaja, mwana wa Adamu atasalitiwa, atakayemsaliti ni yule wa kwanza kuchukua mkono wake kuume kutia katika nini? Bakuli la maji. Yuko mwamba mmoja hajamaliza maneno akachukua mkono wake akatia kwenye bakuli la maji. Akamwambia Petro, rudi nyuma yangu Shetani, kwa sababu ya wazo ya Mungu ya wazo wanadamu. Angalia namna ambavyo walivyokuwa watu wengi wanadamu wanatakiwa kutofautiana kimawazo. Lakini mnatofautiana kimawazo, mwisho wa siku mnakubaliana, mnakwenda kutengeneza jambo lililokuwa moja. Kwa hiyo inawezekana ile suluhu ikawa moja ya amani katika mawazo ambayo tulikuwa tunawaza. Kwa sababu moja ya kubwa ambalo wana Simba wanawaza, kuona timu yao inakwenda kufanya vizuri, timu yao inakuwa na performance nzuri. Kwa hiyo wao wana Simba, yawezekana ile suluhu ikawa moja ya sababu ya kuwarejesha wana Simba kwenda kuimba slogan ya Simba, Simba nguvu moja. Wengine walitamani kumsikia Kisugu hajazungumza chochote kuhusiana na hicho ambacho kinaendelea. Press zilikuwa nyingi. Mimi naamini kinachoendelea ni kimoja tu. Simba tumeshindwa kuqualify katika mashindano ya klabu bingwa barani Afrika. Hivi vingine vinavyozungumzwa ni matakwa ya watu ambao kila mmoja ana huru kuzungumza kile ambacho anacho
zungumza. Lakini nimepokea message nyingi sana. Nimepokea simu nyingi sana. Kuna wengine wafika mahala wanauliza maswali magumu kidogo napata shida kuyajibu. Wanaambia wewe uko upande gani? Lakini jibu langu lilikuwa moja tu. Simba haina upande. Mimi najua Simba Sports Club. Mimi najua. Kwa hiyo kama mtu alikuwa na upande huo, siwezi kumkataza kwa sababu mtu akifika umri wa miaka 18 ana mamlaka na maamuzi ya kuamua kile ambacho anachokiona kwake kuwa sahihi. Lakini sehemu aliyokuwa Simba ni sehemu moja tu, sehemu sahihi. Kisugu. Ni Simba Sports Club. Mimi ni Simba na nitaendelea kuisupport nini? Kuisupport Simba. Lakini niseme jambo moja. Kisugu. Yako mambo mengine lazima tuzungumze. Na wala sitaki kuyarejea katika hayo kwa sababu tayari mwafaka ameshapatikana juu ya mambo. Mwafaka ushapatikana? Mwafaka upi? Kwa sababu Kisugu na klabu ikisema ndio tayari hakuna mtu mwingine haitakiwi kuzungumza jambo lolote katika hilo. Tunaamini management ya Simba iliyokuwa madarakani, management imeshasema. Management imeshaamua. Wao ndio tumewapa mamlaka ya kuilinda nembo ya Simba Sports Club. Wameshasema. Mimi sina sababu ya kusema. Lakini na jambo moja tunataka niseme. Kuna baadhi watu kila mmoja anazungumza namna ambavyo Mohamed Dewji ndani ya Simba. Leo niwafahamishe watu kwa uchache sana. Mohamed Dewji ana vitu viwili ndani ya Simba. Moja ni mwanachama wa klabu ya Simba, lakini pili ni mwekezaji wa klabu Simba. Binafsi nilimfahamu zamani sana kwenye Simba. Nikiamua kuleta historia yake hapa, naweza tukachukua zaidi ya siku 3 kuzungumzia Mohamed ndani ya klabu Simba. Nizungumze kwa ufupi tu. 2003 Simba tunakwenda kumfunga Zamalek ya Misri. Kama kumbukumbu itawarejea, lejeeni kasomeni historia vizuri, mtamkuta Mohamed ndani ya Simba. Wakati huo kocha mkuu Sianga. Simba ina viongozi 3 tu. Ndio klabu ambayo imeshawahi kuongozwa na viongozi wangapi? 3 tu. Katibu mkuu akiwa Kassim Mohamed Dewji. Makamo alikuwa mtu mmoja tu, Malko Masanja. Nyinyi vijana wote hamwezi kumjua hapa. Na bwana Feza alikuwa Josia Jackson. Viongozi 3. Lakini kwa nini walifanikiwa viongozi 3 kwenda kumfunga Zamalek nyumbani kwao? Wakati huo Zamalek ana sifa kuu 3. Zamalek ya Misri. Ngwale sikia wewe. Unapomzungumzia Zamalek ndio ulikuwa unaizungumzia klabu moja, namba 1 kwa ubora katika bara zima Afrika kwa nyakati zile. Mzee uko sawa sawa? Ukizungumzia Zamalek kipindi kile ndio unakwenda kumzungumzia bingwa wa Misri. Mko vizuri? Mko vizuri. Ukizungumzia Zamalek kipindi kile ndio ilikuwa timu tajiri namba 1 kwenye bara zima la Afrika. Zamalek anakwenda kufungwa, anakwenda kutolewa na Simba Sports. Kempu Simba tumeweka Oman. Na ni waibie siri. Ile aliyowahi kuzungumza na mwanadamu yoyote japokuwa wanajua amekaa kimya. Mimi leo nitalizungumza. Timu wakati inakwenda Oman, kocha mkuu kwenye makaratasi alikuwa anasomeka James Sianga almarhum. Si ndio? Lakini je, ni kweli tunaamini kipindi kile Simba iliyokochiwa na nani? Na Sianga? Yuko mwamba mmoja aliwahi kucheza Simba miaka 70 Sentafu, alikuwa anaitwa Twalibu Hilali. Huyu ndo mwamba aliongoza Simba. Ndio aliyekochi Simba kuelekea kwenye mechi ya nini? Ya Zamalek ya Misri. Lakini wapi nguvu wao walipata? Kassim Dewji wapi nguvu walipata? Twalibu Hilali nguvu wapi alipata? Players wapi nguvu walipata? Lazima umzungumzie Mohamed Dewji. Wakati huo kocha wa Kagera Sugar, rafiki yangu kipenzi, namwambieni namba yake nimepoteza, nitafute Juma Kaseja anakaa golini. Fullback anaitwa mtu mmoja, Saidi Swedi.
Panucci. Mavara unamjua? Namba 3 almarhum Mwenyezi Mungu amweke mahali pema Ramadhan Waso hiyo. Hapo kati mtafuti Boniface Pawasa wala Amnisaid Stam. Costa yupo. Hapa naonyesha namna ambavyo Mohamed alikotoka na Simba mpaka alikofika na Simba. Lakini tusurudishe story nyuma. Niachie hapa nilipozungumza historia, watu wenye akili timamu watanielewa. Kwa sababu Waswahili siku zote kuna misemo napenda kufanyaje? Kuisema. Nami misemo nimeisikia. Wanasema mnyonge mnyongeni. Kwa kauli hiyo manake uko upande wa mwekezaji. Simba haina upande, Mavara. Wala usifike huko. Mavara, usipoteze muda. Simba haina upande. Simba Sports Club. Kuna upande wa Mangungu lakini sasa hayo kama nyinyi mnaamini kwamba upande Simba na upande ni imani zenu. Nasema narudia tena. Kama ninyi mnaamini Simba ina upande na heshima mawazo yenu, lakini mimi imani yangu Simba iko Simba Sports. Lakini Kisugu unajua kinachoendelea kati ya hao wiki. Ninachojua mimi kinachoendelea ndani ya Simba tumeondolewa katika mashindano ya klabu bingwa barani Afrika. Jumatano tunarejea katika mashindano ya Liga NBC na wana Simba watakwenda uwanjani kwenda kuisupport timu yao. Uongozi mema anaweza kuhusu uongozi kwa sababu yamezungumza mengi sana hapa. Press zimefanyika 2, Kisugu hajazungumza. Kiongozi wa Simba anapatikana kwa mujibu wa katiba ya Simba. Nendeni mkasome katiba ya Simba mtamjua kiongozi wa Simba ni nani. Unaungana na wanachama wapi wewe? Kuna kiongozi wa Simba anaongozwa kwa mujibu wa katiba ya Simba. Waandishi, nendeni mkasome katiba ya Simba mtajua kiongozi nani. Bahati mbaya au bahati nzuri Ngwale unasema Kisugu uko kimya sana. Nilikuwa kwetu Mkugilo Filibiladi Nkane Ntadi ila Murwa, sikujua mjini nipi kinaendelea. Kwa hiyo nipeni muda nikajaribu kupitia kwenye mitandao nikajue nani alikuwa anampa mtu masaa 72, nani alikuwa anampa mtu masaa 25. Unajua kwetu kule network kidogo inasumbua. Kwa hiyo nipeni muda nikae niangalie, alafu nitakuwa na majibu mazuri ya kujibu katika hayo. Kama unapisha hivi mikono. Lakini jambo ambalo kubwa baada ya kurejea nioliona kwenye mitandao, msemaji wa Simba anatuhimiza wana Simba kwenda KMC kwenda kuisupport timu siku ya Jumatano dhidi ya KMC. Mara nyingi mwanadamu mwenye akili timamu huangalii nyuma nini kimemferisha, anaangalia mbele nini kinachokuja. Simba kinachokuja ni mechi zetu dhidi ya KMC siku ya Jumatano. Ulizisikia lakini nimesema sikuwepo, nanyi waandishi mmeshuhudia. Amesema mbona ulikuwa kimya? Nimewaambia ukimya wangu nilikuwa kwetu kijijini Mkugilo na ndio kwanza nimerejea Dar es Salaam. Nilichojirejea cha kwanza kukutana nacho kwenye mitandao ni kumuona msemaji wa Simba akiwahimiza wana Simba kwenda kuisupport timu katika uwanja wa KMC, nami nitakuwepo siku ya Jumatano mapema. Waandishi wa habari, na wala sijasikia kwa sababu nilipoamua kwenda kufanya mapumziko nilipumzika ya kweli. Dr. Mo na GB64 wanachama wenzako lakini hawakushirikisha kwenye press hiyo. Ndio kwanza majina leo nayasikia kutoka kwako. Wajui kabisa. Kabisa. Au ndio maana hata t-shirt umegeuzia Kisugu. Hatuelewi ni kama mambo yame sio kaida yako. Kama GB na Dr. huwajui. Kama GB na Dr. huwajui. Tumieni vyombo vyenu kujenga, waandishi wa habari. Ndio tunajenga. Msitumie vyombo vyenu kubomoa, waandishi wa habari. Ninyi ni watu muhimu sana, waandishi wa habari. Mna uwezo wa kujenga kwa muda mfupi na mna uwezo wa kujenga kwa muda, kubomoa kwa muda mfupi. Mkitumia vyombo vyenu vizuri, tutakwenda kujenga taifa lililokuwa bora, tutakwenda kuzungumza michezo iliyokuwa sahihi. Na hivi sasa nchi imepata bahati kuandaa mashindano ya AFCON 2027. Tumieni vyombo vyenu vizuri kwenda kujenga taswira nzuri ya michezo. Msitumie vyombo vyenu vibaya kwenda kubomoa taswira ya nini? Ya michezo. Unajisikiaje kutolewa kwenye mashindano ya klabu bingwa barani Afrika? Ni maumivu, yanaumiza, lakini hakuna namna tu ya kubali. Lakini leo wakati natoka kwangu Mbagara nimepata bahati ya kupanda mwendo kasi. Wakati napanda mwendo kasi ni enjoy na kula kiyoyozi. Dereva namshukuru sana, nampongeza sana, aliweka nyimbo ya Msondo Ngoma. Nikawa nakula Msondo Ngoma nacheza. Sana karibia kituoni pale kufika, kuna nyimbo moja inapigwa ya marehemu Moshi William.
Ile nyimbo album imebeba jina la Ajali, lakini nasema baba ndio nguzo ya nyumba. Kwenye nini? Kwenye familia. Baba akiumba nyumba inafanyaje? Nawashukuru sana waandishi wa habari. Maliza kwanza ile hapa Kisugu. Wananchi ni kama wanakwenda kuliwakilisha taifa sasa. Moja katika vitu vimekuwa adimu sana sasa hivi Dar es Salaam ni calculator. Nilikuwa nasema Simba jana mwanangu ni anakwenda form 4. Akaagizwa kwa calculator, baba niletee calculator. Nimetembea Dar es Salaam nzima jana nimeshindwa kupata. Kwa hiyo niwashukuru sana waandishi wa habari. Nilikuwa nasema Simba kwenye ubora wake kufika robo finali ni jambo la kawaida. Lakini imekuwa tofauti kwa Young Africans. Licha ya kuwa bora, lakini robo finali kwake kufika ni kama kusuasua. Ni taswira gani? Kila mmoja atasimama kwenye ubora wake. Sisi Simba taifa linajua, bara linajua ubora wetu katika mashindano ya klabu bingwa barani Afrika. Tumefanya vizuri takriban miaka 7 katika mashindano yanayoendelea shirikisho barani Afrika. Kwa bahati mbaya mwaka huu hatukufanya vizuri. This is the football. Bingwa alikuwa Mazembe akashindwa kufanya vizuri, miaka baadaye mbele yake alikuwa Inyimba akashindwa kufanya vizuri, alikuwa Zamalek ya Misri alishindwa kufanya vizuri, na mwaka huu kwa bahati mbaya si Simba hatukufanya vizuri. Lakini niwaambie wana Simba, tutarejea mwakani tukiwa na nguvu, tukirejea mwakani tukiwa pamoja, ili kuhakikisha kwamba Simba tunakwenda kuchukua ubingwa wa ligi NBC na tunarejea katika mashindano ya klabu bingwa barani Afrika. Yanga nafasi anayo? Waulize wana Yanga wenyewe watakuwa na majibu sahihi. Kundi la Yanga lile. Waulize wana Yanga wenyewe. Kama mdau. Yangoswe mwachie Ngoswe. Unawatakia heri Young Africans. Na natakia heri Simba kwenda kupata matokeo mazuri katika mchezo wetu dhidi ya KMC. Uzalendo Kimataifa amebaki Young Africans. Kwenye virabu hakuna uzalendo. Uzalendo unabaki katika timu ya taifa ambayo itaendelea kuisupport 2027 katika mashindano ya Afrika. Lakini Yanga kupindua meza imetokea kwa CR Belouizdad, walimfunga magoli 4, anatakiwa kumfunga JS Kabylie magoli 3. Kuna vifo viwili vyote kifo. Cha kwanza kuna kifo cha mgonjwa aliyeumwa kwa muda mrefu, familia inamwambia bwana tayari mwaka huu hawezi kupona, na kuna kifo mtu anaweza kutokea kugongwa na pikipiki ametoka nyumbani akiwa mzima. Niwashukuru sana waandishi wa habari. Asante sana.